Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Majasusi wa Marekani wanasema Iran bado ina silaha za kutosha za kuweza kufanya mashambulizi kwa muda mrefu zaidi. Na wakati huu ambapo rais wa Marekani alikuwa akisema kwamba tayari wameharibu miundombinu ya makombora, kwa mujibu wa majasusi nchini Marekani wanasema kwamba bado Iran ina silaha za kutosha za kuweza kupambana. Vyanzo vya CNN baada ya kukagua tathmini ya kijasusi ya Marekani viliamua kwamba utabiri wa Trump wa wiki 2 au 3 wa kumaliza vita haukuwa wa kweli kabisa. Hii ni baada ya majasusi wa Marekani kuweka taarifa yao kusema kwamba karibia kile walichokigundua mpaka sasa, kuna nusu ya silaha nyingi ambazo Iran bado anazo, silaha za maangamizi. Takribani nusu ya kurusha makombora ya Iran na ndege zisizokuwa na rubani bado zinafanya kazi licha ya mashambulio makali ya Marekani na Israel kwa wiki 5, kulingana na ripoti ya Ijumaa ya leo ya CNN iliyonukuu tathmini za hivi majuzi za kijasusi za Marekani. Taarifa za kijasusi zilizotumwa kwa CNN na vyanzo vinavyofahamu hali hiyo zilionyesha kuwa hesabu hiyo inaweza kujumuisha virusha makombora ambavyo kwa sasa haviwezi kufikiwa, kama vile vilivyofukiwa chini ya vifusi lakini ambavyo havijaharibiwa katika mashambulizi. Vyanzo vya habari vimeongeza kuwa asilimia kubwa ya makombora ya Iran ambayo yanairuhusu kutishia usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz bado yalikuwa sawa, na kwamba Iran ina uwezo wa kuendelea na mapambano. Vyanzo vinaeleza kwamba Iran ina uwezo wa kupigana ndani ya miezi 6 dhidi ya Marekani, ambayo itaendesha mashambulizi kama haya ambayo wanaendesha kwa sasa wakishirikiana na Israel. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumanne ya wiki hii kwamba Marekani inaweza kumaliza kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran ndani ya wiki 2 hadi 3. Lakini pia siku ya Jumanne Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israel imedhoofisha sana utawala wa Iran, ikiwa ni pamoja na silaha zao na makombora ya masafa marefu. Lakini kutokana na vyanzo vilivyoeleza CNN, baada ya kukagua tathmini ya hivi majuzi ya kijasusi ya Marekani, viliamua kuja na utabiri wa Trump wa wiki 2 au 3 wa kumaliza vita kwamba haukuwa wa kweli kabisa, na kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Hadi sasa moja kati ya jambo ambalo Marekani imelifanya ni kumtimua mkuu wa majeshi ambaye wanaona pengine ndiye ambaye anazuia mapambano yasiweze kupata mafanikio makubwa dhidi ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wameeleza hili wakisema kwamba huu ni mpango wa Marekani ambao unaonekana kushindwa, hasa ambapo wanamtimua kazini mkuu wa majeshi hasa katika kipindi cha katikati cha vita, jambo ambalo linaidhoofisha Marekani katika mapambano. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Iran imedai kwamba ina uwezo wa kupambana kwa mfululizo ndani ya miezi 6 kutokana na silaha zilizopo, licha ya kwamba katika kipindi hicho cha miezi 6 kutakuwa na utaratibu wa kutengeneza silaha nyingine ambazo bado wataalamu wanaendelea kuzitengeneza kwa ajili ya mapambano zaidi. Lakini pia inadaiwa kwamba Iran ndani ya mwezi mmoja imetambua baadhi ya silaha zake zilivyokuwa na ufanisi na zile ambazo hazikuwa na ufanisi, na hivyo inazidi kujijenga upya kwa ajili ya mapambano ya muda mrefu zaidi dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Iran imesema kwamba kamwe haitoacha kuipiga Israel pamoja na Marekani hadi pale nchi hizo mbili zitakapoamua kusalimu amri zenyewe na kuachana na mpango wa kuishambulia jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran imesema bado ina uwezo wa mapambano na mpaka sasa haikutangaza kuomba msaada kutoka kwa taifa lolote, na hata baadhi ya viongozi wa mataifa kama vile Urusi walieleza kwamba mpaka sasa hawakuombwa msaada wowote kutoka katika jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, na kwamba wa Iran wapo na uwezo wanapambana katika wakati huu dhidi ya Marekani. Ingawa Marekani katika siku za hivi karibuni ilidai kwamba kuna namna ambavyo Urusi na China wanaisaidia Iran. Tunaweza kuwaweka sawa, sina shaka, lakini hawana akili ikiwa wanafikiria hii itafanywa katika wiki 2. Chanzo kimoja kilieleza CNN kikieleza kwamba rais wa Marekani hawezi kutabiri vita hivi ndani ya wiki 2 au 3. Wiki moja ya vita IDF ilidai kuwa iliharibu 75% ya kurusha makombora ya Iran,
Wiki tatu baadaye, ripoti ya Reuters ilisema kwamba ujasusi wa Marekani unaweza tu kuthibitisha kuwa imeharibu karibu theluthi moja ya safu ya makombora ya Iran, kwa maana kulikuwa na taarifa za propaganda ambazo hazikuwa na ukweli kuhusu vita hivyo. Vyanzo vya kijeshi vya Marekani vinapingana na shirika la habari la CNN, ambapo msemaji wa Pentagon Sean Parnell alipinga ripoti hiyo ya CNN na kuita ni mbaya kabisa. Alisema jeshi la Marekani limetoa mfululizo wa mapigo kwa utawala wa Iran. Parnell aliambia CNN, tuko mbele sana ya ratiba ya kutimiza malengo yetu ya kijeshi: kuharibu safu ya makombora ya Iran, kuangamiza jeshi lao la wanamaji, kuharibu washirika wao wa kigaidi na kuhakikisha Iran haiwezi kupata silaha za nyuklia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.